Nataka kusema kwamba qawaid wanawachuoni huziweka, lakini katika kuzifanyia kazi mara nyingine wakazikhalifu baadhi yao, lakini kutokana na ule ubinadamu, kutokana na hali mbalimbali. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Raf'ul Malami ameeleza baadhi ya mambo, sababu na judhuru za kuwapa wanawachuoni kwa nini imekuwa hivi, kwa nini hapa kateleza, mpe udhuru, labda hili labda hili labda hili. Na katika kuyaheshimu hayo, wewe mwangalie imam kama al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris ni mtu alikuwa na elimu kweli. Imam Shafi'i akitajwa usije kuona kwamba ni mtu tu mwepesi, ni mtu alikuwa na elimu ya kikweli, amebobea katika fani nyingi. Moja katika ilmu aliyobobea, yeye ni bingwa katika lugha ya Kiarabu, ni bingwa, yeye ni kamusi kujitosheleza. Sasa akisema ni hujja kwenye lugha ya Kiarabu, bali ni bingwa katika ilmu ya fiqh, amebobea katika jambo hili na amebobea katika fununi nyingi, na yeye ndiye mtu wa kwanza kuandika fani ilmu ya usul al-fiqh. Yeye ndiye aliweka kitabu maalum cha kwanza kabisa kwenye ilmu usul al-fiqh, kitabu chake Ar-Risala. Amesoma kwa watu wakubwa, watu wazito, wakiwemo Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maana Imam Malik yuko kwenye daraja baba yake tena sana, ni mtu mzima, amekwenda kwake kijana mdogo. Imam Malik ni mtu mzima, sababu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala amezaliwa mwaka 150 Hijria. Imam Malik amefariki mwaka 176, amefariki miaka 26 baada ya kuzaliwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na amekufa na zaidi, anakaribia au zaidi miaka 90. Ina maana ya kwamba wakati wa mwaka 150 tayari kashafika zaidi ya miaka 60 wakati kazaliwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Yeye ni mtu mzima na amewadiriki watu wazito katika saadati tabi'in, na hakukaa kutoa fatwa katika msikiti wa Madina mpaka walipoidhinisha maulama 70 kwamba zungumza Malik, na ikatangazwa sasa serikali asizungumze yoyote katika mji wa Madina na hali ya kwa Malik yuko. Malik bin Anas huyo ni shekhi wake Imam Shafi'i rahimahullah. Sasa al-Imam Shafi'i katika wanafunzi wake wakubwa ni al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Imam Ahmad katika sifa aliyopewa, pamoja na ufahamu mkubwa wa fiqh katika dini, fiqh ambayo ameisoma kwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Maana kile unapojifanya wewe mshafi'i, basi Imam Ahmad ni zaidi, kwa sababu ni katika wanafunzi wa mwanzo wa Imam Shafi'i waliompata vizuri kabisa wakati akiwa yuko Baghdad. Alipewa mauhiba ya kujua ilmu ya hadithi, na kitabu chake Al-Musnad ni ushahidi. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alifikia kumwambia Imam Ahmad, ya Ahmad, Ahmad bin Hanbal, antum a'lamu bil hadithi minna, nyinyi mwajua zaidi hadithi kuliko sisi. Wewe Ahmad wajua zaidi masala ya ilmu ya hadithi, rijal na kila kitu na ilali za hadithi, wajua sana kunishinda mimi. Shekhi anamwambia mwanafunzi wake. Kwa hiyo hadithi yoyote utakayoiona kwamba imethibiti, basi tuambieni, sawao hadithi hiyo ni hijaziyan au kufiyan au basriyan au shamiyan, iwe hadithi hiyo yatoka Hijazi, yatoka Shamu, yatoka Yaman, yatoka Misri, yatoka Kufa, yatoka Basra, tuambie sisi, tutaifanyia kazi. Anafahamu ile miqdari aliyokuwa nayo Imam Ahmad rahimahullah na kuheshimu fani aliyonayo. Na Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala si kwamba alikuwa ni mtu asifahamu, ajua mambo ya hadithi, lakini kuna kuzidiana, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sasa hayo mambo yako wanawachuoni wanaweza kuwa qaid, akaweka taqidi ya qaida wakawa wameafikiana, alafu mwingine katika kufanya kazi kwake katika masaili ya furu' akakhalifu ile qaida, wanawachuoni humrudisha kwenye qaida. Lakini qaida hii yasema hivi na wewe umekhalifu hapa.
Kwa hiyo kuna kawaidi za kiusul, kawaidi za kifiqh, kawaidi katika tafsiri, kawaidi katika masaili ya hadithi, kawaidi katika nahwu, kawaidi katika sarf. Zote zile kawaidi ziko na wachuoni wameweka kama misingi ambayo watu watahukumiana juu yake. Lakini masala mengine huwezi kuyahukumu kwa kitabu na sunna, kwa maana huwezi kutumia aya na hadithi. Ni kanuni ambazo zimewekwa. Tunaambia hadithi hii ni dhaifu, sema lete aya. Itawezekana hilo? Lete hadithi. Mtume swalla salam amesema maneno yake, alafu aseme dhaifu. Mnanielewa ninachozungumza? Sasa watu kama hao watakiwa wafahamishwe juhudi zilizofanyika kwa maulama katika kuweza kutengeneza umma mpaka kufikia hapa, na misingi walioweka iheshimiwe. Yote haya ninayozungumza nataka kusema ya kwamba makosa lazima yasahihishwe. Mtu kujua makundi na fikra zao na mielekeo yao, kwamba hii sawa na hii si sawa, hapa ndio hii ni haki, hapa wamekhalifu, hapa wamepatia. Kuyajua haya ni jambo la lazima kwa talibul ilm, lakini nimezungumza kwa haki. Wa haki ni vipi? Kwa mfano unapotaka kuwazungumza ashia rafidha, Shia Ithna Asharia, usizungumze wanaoyasema wafuasi ambao hawana elimu katika mazungumzo ya barazani na mazungumzo mengine, ukajenga kwamba ndio hoja wao wako hivyo, utakuwa huja watendea haki. Kwa sababu umemsikia ustadhi fulani kasema hivyo, kasema tu yeye, alafu ukasema kwamba wao wasema hivi, si sawa. Sawa sawa alikurejea vitabu vyao vya msingi ambavyo wao wanaviitakidi kwamba ndio masadir dini yao katika masala ya usuli na furu'i, wanachukua hapo, kama al-kutubu al-arba'a, al-kafi, usuli yake na raudha yake na furu'i yake, na furu'i yake na raudha yake, kitabu tahdhibu al-ahkam, kitabu al-istibsar, kitabu man la yahdhuruhu al-faqih, bali na shuruhati zilizowekwa kwenye vitabu hivi na takhrijati kama mir'atul uqul, kama na vitabu vinginevyo kama biharul anwar, vitabu vyao, vitabu vya msingi kabisa. Kwa hiyo wewe uyazungumze yale yaliyomo kwenye vitabu hivi. Nimepigia mfano al-kutubu thamania, wasailu ash-shia. Wewe nukuu kutoka kule na vile vinavyoandikwa na maraji wao katika kila zama, agha baqi al-majlis mathalan marja, warejee wale, alafu nukuu katika jamii kwamba haya ndio wanayosema, sawa ni katika usuliyun au akhbariyun, kwa sababu wote hao ni katika Ithna Asharia. Kadhalika unapozungumzia Shia Zaidiyya, basi toa katika masadiri zao. Hivyo hivyo unapozungumzia kama ni maibadhi, basi nukuu, usizungumzie yale wanayozungumza fulani na fulani na fulani, maneno ya juu juu. Rejea kwenye vitabu vyao vya asili na vitabu vilivyoandikwa na maulama wao. Hivyo hivyo unapozungumza masufi na tasawuf, rejea wanayozungumza kina al-Ghazali, akina Abu Talib al-Makki katika Qutul Qulub, walioandika wengi katika Mizanu al-Kubra ya Sha'rani, at-Tabaqat kadhalika ya Sha'rani. Hebu rejea vitabu kama hivyo vya maulama wao, uangalie kile kilichomo kisha useme, na wala haina haja, hakuna sababu ya kuwazulia kwamba fulani kasema hivi, ukachukua maneno ya awamu almuslimin ukayafanya kwamba ndio yao. Utakuwa huja kwenda katika njia ya haki, kama vile wanaofanya watu wa batil. Mfano wanazungumza Muhammad Abdul Wahhab kadha kadha, kasema wapi? Hakuna kwenye kitabu chake, hamna. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ni mwanachuoni katika wanachuoni wa Kiislamu, amefanya juhudi yake, walillahi alhamdu, Allah amembarik, lakini vitabu vyake ni vidogo vidogo tu vya kuwasomesha watoto na awamu almuslimin. ثلاثة الأصول، القواعد الأربعة، الأصول الستة، نواقض الإسلام، مسائل الجاهلية، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. hivi ndio vitabu vyake vidogo vidogo tu hivi,
mukhtasar as-sira an-nabawiyya, mukhtasar ya Zad al-Maadi, adab al-mashi ila as-salah, na vitabu kama vitabu vidogo vidogo vya kuwafundisha watu wa mwanzo dini. Ameviandika kutokana na jamii ilivyokuwa inahitajia elimu ya mwanzo, watu wakapata hidayah kupitia vitabu hivi. Na kila anachosema qala Allah wa qala ar-rasul qala as-salaf, qala Allah qala ar-rasul qala as-salaf, basi hivyo tu. Allah akatia baraka, watu wakafahamu dini, wakaona kwamba hii ndio sawa. Sasa wanaomchukia wanazungumza mambo mengi, adai utume. Kitabu gani amesema hivyo? Hamna. Dhahiri yake ukimtazama kama adai utume hivi kama hivi, lakini ameficha tu moyoni. Wewe wajua yale moyoni. Haya ameyazungumza Dahlani, sema dhahiri kama vile kama adai utume hivi. Wapi? Kwa sababu yeye ametaja kwamba kudai utume ni kufuru. Sasa wewe kwa nini wamsingizia huyu? Kwa nini unukuu kutoka kwake? Haya, pengine yeye kaficha. Wanafunzi wake wapi wamesema hayo? Kwa hiyo unapowazungumza watu unatakiwa uzungumze kwa dalili na hujja, kwa haki na insafu. Huu ni msingi mkubwa sana katika masala ya ilmu. Na sisi katika darasa zetu zinazozungumzia tasawuf na usufia, kwa sababu ni ule usufu umetuzunguka sisi na turuki zake. Kwa yale wanaoyasema kwenye vitabu vyao, Tafridul Khatir, Manaqib Abdul Qadir al-Jailani na vitabu vinginevyo, je, yale wanaoyasema na yaliyoandikwa na wao wenyewe, ima wao wenyewe, kwa sababu Abdul Qadir hajazungumza hivyo, au yale yaliyoandikwa na wanafunzi na wafuasi ambao yantamuna ilayhi, wanajinasibisha na yeye, je, yale yanayonasibishwa ni haki, ni sawa? Ndivyo ilivyo kwenye kitabu na sunna. Kwa sababu katika maneno yanayonasibishwa na yeye anasema qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, unyayo wangu huu uko juu ya shingo ya kila wali yoyote katika auliya, basi iko chini ya unyayo wangu. Je, maneno ya kweli? Kwa sababu ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Na katika awliya na sadatul awliya ni as-sahaba. Masahaba ni katika sada, mabwana wakubwa katika maawliya. Sadatut tabi'in kina Uwais al-Qarani, kina al-Hasan bin Abu al-Hasan al-Basri, wanafunzi masahaba. Leo useme kwamba kila shingo ya wali iko chini ya unyayo wangu, yakanasibishwa kwake, si maneno ya haki, sio maneno ya haki, ni maneno ya batil. Na sisi tunazingatia kwamba amesingiziwa, na hilo ndio njia ya kumtakasa Sheikh Abdul Qadir al-Jakni al-Janki al-Kailani, kitu kama hicho. Abdul Qadir al-Jailani anasingiziwa na mengine mengi yanayosemwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Mi'raji akafika mahali Jibril akashindwa kwenda, mara akaja Abdul Qadir al-Jailani akamweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mabega akapanda naye. Haya hapo tutakuja kuyasoma kwenye vitabu vyao, si maneno ya haki kwamba sasa nini karama hizo. La, karama ni kitu mbali na uongo ni kitu mbali, vitu vile tofauti. Faliwadhi almuadhdhin. Tayeb, bismillahirrahmanirrahim. Maneno haya ya kudai kwamba Abdul Qadir al-alim al-allama Abdul Qadir al-Jilani kwamba amesema maneno haya kwamba qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, si maneno ya sawa, kwa sababu tunatakiwa tuyaweke katika mizani ya kisheria. Tulipoweka katika mizani ya kisheria tunaona kwamba hayako sawa, kwa sababu sisi katika itikadi zetu tunavyoitakidi watu bora baada ya mitume wa Allah tabaraka wa taala, bali watu bora katika umma huu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni as-sahaba, wakiongozwa na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye ni sayyidul awliya. Kadhalika Umar, kisha baada yake Umar al-Faruq, kisha baada yake Uthman dhun nurain, kisha Ali Abu al-Hasanain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kisha
al-ashara al-mubashshiruna bil janna, wale watu 10 waliobashiriwa pepo. Kisha ahlu Badr, watu waliohudhuria mapigano ya Badr. Kisha watu wa Uhud. Kisha ahlu bai'ati ridwan, watu wa bai'a ridwan waliohudhuria. Kisha waliokuwa kabla ya fathi Makkah, kisha walioslimu baada ya fathi Makkah, wa hakadha. Na Qur'ani imewataja kwa uzuri kabisa. Sasa kama atatokea mtu kwamba huyo ni bora kuliko mawali wote na mawali wote wako chini ya unyoyo wake, hayo ni maneno ya batil. Bali katika tabi'ina kuna saadat kama tuliwataja, kuna al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, kina Uwais na wengineo, Uwais al-Qarani kutoka Yemen. Hao ni watu bora. Sasa kama kuna mtu atawafadhilisha wengine wasiokuwa hao, akawaweka wakamweka huyo mwingine juu zaidi ya hao, ni makosa. Alafu jambo la ajabu, maneno haya vile vile yamenasibishwa na At-Tijani. Katika firqatu Tijaniya, yule kiongozi wao At-Tijani pia amenasibishiwa, amesema kwamba qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Sasa sijui nani anamshinda mwenzie, kwamba unyoyo wangu huu uko juu ya shingo ya kila wali. Kwa hiyo maneno kama haya yatakiwa yachukuliwe yawekwe katika mizani ya kisheria. Utaona kwamba ni ghuluu zinazofanywa na wafuasi, wakawanasibishia baadhi ya wanawachuoni waliotukufu. Kwa sababu sisi katika itikadi tunayoamini, mmoja katika wanawachuoni watukufu ahli sunna ni al-Imam Abdul Qadir al-Jilani al-Hanbali, na alikuwa akifuata madhhabu ya Hanbali. Wanakesa nitakuja kueleza siku nyingine, wanasema kwamba yeye alikuwa ni mujtahid mutlaq, alikuwa anajitegemea katika jitihadi, ameingia katika madhhabi ya Hanbali ili kumpa sharafu Imam Ahmad. Hata siku moja alipokuwa ameamua sasa atakajitoe kwenye madhhabi, maana kama vile chama, usiku akamwita Imam Ahmad amlilie, usitoke bwana katika madhhabi yangu, baki kwa hiyo akambembeleza abaki, ndio akabaki. Lakini kubaki kwake si kwa maana ya kwamba yeye ni muqallid au afuata, ni mfuasi wa madhhabu, amtie sharafu Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Abdul Qadir al-Jilani hakuwa mshafi'i, yeye alikuwa ni hanbaliyun, ni mfuasi wa Imam Ahmad. Sasa angalia watu, ina maana wanamfanya yule ni bora kuliko Imam Ahmad, wanamfanya kuwa ni bora kuliko Imam Ahmad, bali kuliko Shafi'i, kuliko Malik, bali kuliko tabi'in. Yeye ashindwa na Mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa kitabu Tafridul Khatir, kuja kusoma habari zilizokuwa mule, ni mingine kufuru mbawah. Kwa hiyo vitu kama hivi vinatakiwa viwekwe katika mizani ya kisheria. Tuangalie ni sawa, tukuta si sawa, tuwarudishie wenyewe kwamba haya si sawa, kwa haki kabisa. Hivyo hivyo Diobandia, Naqshbandia, Ad-Dusuqiyya, Rifa'iyya na nyinginezo katika turuq ambazo zinasibisha na zuhudi na mengineyo katika mambo ya dini. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq. Kwa hiyo katika wiki itakayokuja biidhnillah tutarudi kwenye utaratibu wetu. Baada ya kusoma turuq zile, tutasoma yanayofuatia baada ya hapo kwa mujibu wa zile nukta tumezitaja. Lakini hapa natilia mkazo ilikuwa kwamba tuna umuhimu wa kusoma mambo haya, tukayajua kielimu, halafu tukayabainisha kwa watu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.